Changamoto ni nyingi katika sayari ndio tupatia tuishi. Lakini asante kwa sababu unajidhihirisha na kujifunua kwetu kwa njia mbalimbali kutatua shida zinazotukabili. Tunaomba uwepo wako katikati ya kipindi hiki na semina hii inayohusu ukimwi na maambukizi ya ukimwi. Tunakuhitaji Bwana, ujidhihirishe katika haya. Maarifa yanayotolewa yatujenge na kusaidia namna ya kupona katika mengi yanayotuzuru. Katika jina la Yesu, neno lako lipate kibali ndani ya mioyo yetu pia. Kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kama ilivyo ada ya Moravian, tutakuwa na masomo mawili kutoka kiongozi kalenda, lakini nitakuwa na somo moja ambalo linatoka katika Biblia yetu leo tarehe 29 ya mwezi wa 5. Kwa tulio wa Kristo ni siku pekee ambayo tunakumbuka kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na asante kwa ibada hiyo asubuhi. Na husu kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo ni sikukuu ya kupaa kwa Yesu alipochukuliwa kwenda juu. Na neno kuu linasema Yesu alisema, mimi nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Mimi nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Yohana 12 mstari wa 32. Lakini maneno ambayo yanasomwa kwa siku ya leo kutoka Agano la Kale ni mambo ya Walawi 26 mstari wa 6. Na Agano Jipya ni Injili ya Luka sura ya 11 mstari wa 20. Neno kutoka Agano la Kale Walawi 26 mstari wa 6 linasema, Bwana asema, nami nitawapa amani katika nchi, tena mtalala, wala hapana atakaye watia hofu. Nami nitawapa amani katika nchi, tena mtalala, wala hapana atakaye watia hofu. Na kutoka Agano Jipya Luka 11:20 nasema, Yesu akasema, lakini nikiwa mimi natoa pepo kwa kidole cha Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuajiria. Sehemu ya kwanza inaeleza amani, mahali palipo na msukosuko, mahali palipotoweka tumaini, mahali ambapo hapana mahusiano mazuri. Anasema yuko tayari kurejesha amani kupitia mioyo ya watu wanaomcha yeye, wanaopokea maagizo yake. Mungu anatenda haya kupitia kwa watu ambao wako tayari kutii na kuzishika sheria zake. Kwamba hakutakuwa hofu tena. Inaweza ni hofu ya mauaji, ikawa ni hofu ya kupigana, ikawa ni hofu ya kudhulumiwa. Yuko tayari kutengeneza mifumo ya kutufanya tuwe salama usiku na mchana. Tuna experience hiyo kama watu tunaoishi katika sayari hii. Inapotokea kuna dhoruba yoyote inayohusiana na mahusiano mabaya katika ndoa au katika ukoo au katika ofisi au katika eneo lolote ile unalopita, tunakosa utulivu. Hofu inaingia. Uwe safarini unakuwa na hofu. Uwe katika ndoa yako unakuwa na hofu. Uwe umekaa na watoto wako unakuwa na hofu. Uwe ofisini kwako unakuwa na hofu. Popote pale kitu amani kikitoka, huwi na usalama, tumaini linatoweka. Wakati fulani amani inaweza ikatoweka kutokana na magonjwa yanayotukabili. Kipindi cha COVID hatukuwa na amani. Watu tulikuwa na hofu. Amani ikatoweka kabisa katika mahusiano ya kawaida. Watu kusalimiana hakuna kabisa. Distance inawekwa. Hofu inaingia. Na ajabu sana watu wengi wamekufa kwa hofu katika hicho kipindi, katika nchi nyingi. Hofu tu. Kufungiwa ndani kuna shusha kinga za mwili. Mtu anajawa na hofu. Hofu inaleta maradhi katika mwili wa binadamu na kumfanya atoweke hata kabla ya wakati. Tengeneza BP, msongo wa mawazo, mwisho wa siku tumaini linatoweka, mtu anaondoka. Hofu.
Mungu anathibitisha kwamba nitawapa amani katika nchi. Atatolea hofu pamoja na mitikisiko ambayo inaweza kutokea, lakini yuko tayari kushusha amani tukiwa tayari kupokea. Tukiwa tayari kutii maelekezo anayotoa. Yuko tayari kuiondoa hiyo hofu na mitikisiko na dhoruba inaweza kusababishia matatizo ya kutuletea mauti. Leo tuko katika semina hii inayohusu HIV. HIV ilipoingia kwa mara ya kwanza ilitengeneza hofu kubwa sana kwa watu. Sana. Na watu wamekufa wengi sana, sana. Tena watu maarufu wengi wametoweka. Kabla ya watu kupata elimu namna ya kukabiliana na hilo wimbi. Waliopokea wameishi kwa matumaini na wanaendelea kuishi. Hofu ikiingia kwa mtu, akiambiwa tu kwamba wewe una maambukizi, basi hofu inaingia. Tumaini la kuishi halipo tena. Lakini akijengwa kisaikolojia, akaelekezwa, akapewa kanuni za kuishi katika kipindi hicho cha dhoruba hiyo, mtu anaishi. Wameishi watu miaka mingi, wengine wamezeka, wamelea watoto wao, wametunza familia, ndoto zao zimetimia, wamesoma na mambo kadha wa kadha katika jamii tulionayo, katika nchi yetu, lakini pia katika sayari. Nataka kusema katika semina hii ya leo, Mungu akupatie utulivu wa rohoni, upate amani, ili amani hii ikiingia kwako uwe tayari kupokea kitakachofundishwa na watumishi wa Mungu hawa. Ikondolee hofu ya dhoruba yoyote ambayo iko mbele yako, lakini pia upokee maarifa ya namna ya kuishi ukiwa salama katika mfumo huo wenye dhoruba hiyo. Mnaposafiri, mliopita katika mito mikubwa mkavuka, au katika bahari ukasafiri, au kwenye ziwa, mimi ni miongoni mwa hao. Mkiwa na chombo ambacho kinaitwa mtumbwi au boti, inapotokea dhoruba unajengwa kisaikolojia namna gani ya kukaa. Kwa mfano katika mitumbwi kwenye mito mikubwa, unapaswa kutulia, usiumbe. Ya. Hata ukiumba hivi mtumbwi unakuwa stable, umetulia. Kimya. Chombo kinajibalance na mbele kusudiwa. Utapewa taaluma hii na maarifa haya, moja, namna ya kujikinga mwenyewe, lakini pia namna kuwasaidia watu ambao wana hilo tatizo. Tuishi salama, tukipendana, tukichukuliana, tukiwa na amani kwa makundi yote. Sote tuko kwenye sari moja, na sote tumekusudiwa na Mungu tuishi. Kwa Mungu atusaidie katika semina hii ambayo tunayo kwa siku ya leo. Mungu amejidhihirisha kwa upana sana katika maeneo mengi kutatua shida za watu. Hakuna siku na nyakati wala miaka wala karne ambazo Mungu amewaacha watu. Kila karne na kila majira anajifunua kwa namna ya pekee, kuachia taaluma kwa watu maalum kutoa elimu namna ya kutoka katika mazingira fulani magumu yanaweza kutukabiri. Na leo tuna wataalamu watakao tusaidia namna gani ya kuenenda na kutoa huduma, na pia kujiweka salama wenyewe katika kipindi hiki ambacho tunapita kwenye shida hii na mengine mengi yanayotukabili. Lakini katika eneo la pili, Yesu anaongea habari ya ufalme wa Mungu kwamba umetujiria katikati yetu. Ufalme wa Mungu ni utawala wa Mungu ambao umebeba mifumo yote ambayo Mungu amekusudia kwetu, na natuona tunapoishi. Ufalme wako unapoingia kwetu kama wanadamu, unaleta mifumo hii ya amani, unaleta utulivu, unaleta majibu mahali ambapo hakuna majibu, na pia unaondoa ufalme wa shetani. Lakini hii ina operate kwa watu ambao wako tayari kupokea. Naomba unasikiliza uwe tayari kupokea.
ufalme wa Mungu wenye miongozo ya kimungu, wenye hekima ya Mungu utakusaidia kuishi katikati ya watu wa makundi yote bila kuonesha hali yoyote ya unyanyasaji kwao, kwa sababu ufalme wa Mungu una upendo ndani yake. Haujaleta ubaguzi, haujaleta unyanyasaji, haujaleta mikiritimba za aina yoyote kwa mtu wa aina yoyote. Ni ufalme ambao umejaa utawala, wenye haki, wenye pendo na mshikamano katika nyakati zote. Yesu anatusihi kwamba yeye anatoa pepo kwa kitu kidogo sana. Kwa njia hiyo anadhihirisha kwamba ufalme wa Mungu upo. Ni ufalme unaotoa magonjwa. Tumeshuhudia mahali pengi unapoingiza ufalme wa Mungu, wagonjwa wanapokea uponyaji. Waliokata tamaa wanapokea tumaini jipya. Ambao walilegea wanaimarishwa. Haya yote yanaambatana na semina hii ya leo. Waliolegea tukawaimarishe, wenye changamoto za magonjwa wakaimarishwe. Yawezekana tusifanye mambo yale ambayo Yesu aliyafanya kwa 100%, lakini kuna kitu ambacho anakiachilia kwetu sisi tunaweza kufanya tukasaidia watu wakaishi kama alivyofanya yeye katika kipindi alichoishi kama mwanadamu. Aliwagusa watu wakapokea uponyaji. Waliishi, lakini kwa muda walikufa, kama ilivyo nature ya binadamu kwamba atakufa. Na sisi tunapewa hilo jukumu la kuwasaidia hawa watu kwa mifumo mbalimbali. Wataalamu watatuambia. Naona kuna watu ambao walipata shida ya HIV wakakata tamaa, wakalala kabisa. Lakini baada ya kupata counseling na kusaidiwa, waliinuka kwa upya, wakasimama, wakaona uso wa Mungu, wakaona baraka za Mungu. Naomba ufanyike baraka unasikia kwenye semina hii, ufanyike baraka ukawasaidia hawa watu. Wapo wengi kwenye jamii yetu. Wapo wengi sana. Tunasikitika sana kwamba Wamarekani wamejiondoa kwa sehemu katika kusaidia kwenye mfuko huu. Lakini asante, Mungu yupo hata katika haya. Bado tarumaini inaweza kutusaidia, na bado muujiza Mungu unaweza kutokea. Ikatokea kitu kipya, Mungu akarejesha mkono wake kupitia hawa watu walikuwa na fadhili, waendelee kufadhili ili kila mtu afurahie maisha katika safari hii tuliopewa na Mungu. Serikali na mimi tutafanya mchakato utakaoweza kufanyika ili watu waendelee kuhudumiwa. Wimbi la HIV ni kubwa, lakini Mungu yupo. Niombe nisome maneno katika Zaburi ya 22 mstari wa 24. Tunaozani kwa tunapita kwenye mateso, Mungu yupo. Zaburi 22 mstari wa 24. Pale sema anasema maana hakulizalau teso la mteswa. Hakulizalau teso la mteswa, wala hakuzwa nalo, wala hakumficha uso wake, bali alipomlilia akamsikia. Hakuna siku Mungu ameliacha kundi la aina yote ile. Kila makundi Mungu anaangalia kwa pekee kupitia mkono watu wake. Ameachilia taruma kwa watu wengi sana chini ya jua kutatua changamoto tulizonazo. Ni kweli hakuna mtu aliyemwona Mungu kwa wakati wote, lakini Mungu anaonekana kupitia sisi wenyewe. Naomba Mungu akutengeneze uwe msaada kwa watu ambao wanateswa na wimbi la HIV na maradhi mengine pia. Uwe msaada kwao kupitia maarifa utakayopokea, kwa sababu Mungu hajawahi dharau mateso ya watu. Yupo karibu na sisi. Ni sisi tu tunakiuka sheria na miongozo ambayo ametupatia kuishi katika safari hii. Inapotokea kuna pando ambalo sio linalotoka kwa adui, tumeomba tukiwa safi, lakini katika mwendo mzima wa maisha yetu tunakutana na vikwazo hivyo ambavyo vinatusababishia shida na matatizo, lakini bado Mungu anatuangalia kwa pekee sana. Nilikuwa nawaza sana jinsi ambavyo
wataalamu wameshughulika kwa hali na mali. Kundi la watu wachache wamejificha wakakaa mahali kuhangaika namna gani ya kuzofisha huyu virus ambaye ameleta mateso makubwa kwa watu duniani. Wamekaa wakajificha wakatulia. Mungu ameshuka kwao akapatia maarifa haya. Wakaibuka na kitu cha pekee sana kwa msaada mkubwa sana kwa wanadamu wengi duniani. Dawa za kupunguza makali ya hili gonjwa zimesaidia jamii nyingi sana. Ambao walikata tamaa ya kupata watoto, wamepata watoto, wananyonyesha, furaha imerejea, amani imerejea, ndoa zikaimarika, mahusiano yakajengwa kwa upya. Mungu hajawahi dharau teso la mtu. Ukimlilia anasikia. Tukiomba anatenda kitu cha pekee kupitia watu maalum waliotengwa na kuwekwa kwa ajili ya kutoa huduma kwetu wanadamu. Tuna sababu ya kumshukuru Mungu. Tuna sababu ya kumuomba Mungu. Tuna sababu ya kumuita asiufiche uso wake katika haya ambayo tunayapitia. Atuangalie kwa rehema. Tukimlilia anasikia. Nyimbo za Zaburi ali experience haya. Kumlilia Mungu kumaanisha anasikia. Na Mungu atusikie. Tulio watu wake, tulio wana semina, Mungu atusikie na atujibu. Tuwe msaada. Ukipokea mafundisho yasiishie kwako tafadhali. Hii itafanisha na mtu aliyefukia talanta isizalishe kitu. Ukipokea haya, jitahidi kuwaendea watu unaowafahamu, wahudumie, waimarishe, uzae matunda. Isiwe bure. Hela zimetumika nyingi kuandaa hii semina. Hapa kiongozi wa udiakonia angetuambia bajeti yake ni kubwa. Lakini tumekusanyika hapa isiwe tu katika kusikia na katika kula hapo tukaondoka ikaishia hapa. Maasha. Naomba kama kanisa na kama wateule wa Mungu tuchukue jukumu na kupeleka elimu kwa watu wengine pia. Iwasaidie. Ni njia mojawapo ya kuisaidia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika hali nzima ya kupambana na hili tatizo na kuifanya jamii kuwa salama, wananchi kupata fursa ya kuzalisha na kujenga uchumi wa nchi yetu. Lakini pia tunapokuwa na afya njema kama wanadamu, tunakuwa na sababu ya kuzalisha na kwa sababu ya kujenga uchumi wa nchi na uchumi wa kanisa pia. Kwa hiyo tunahimizwa sana kwa sababu Mungu hajawahi kudharau teso la mtu yoyote, yuko tayari kutendea na kutupatia haki, kutuondolea adha inayotusababisha tukose amani na utulivu. Tuwe ni jamii ambayo ni salama, yenye kumcha Mungu, lakini pia yenye kuzalisha na sio kutindikiwa. Bwana Mungu atubariki sana katika semina hii ambayo tunaianza kwa majira haya na kwa muda huu. Tutulize mioyo yetu, tupokee. Tukipokea tukazae matunda mema na kuwasaidia hao watu ambao tunao walishaathirika katika mazingira yetu, katika familia zetu. Tuwatunze, tuwasaidie na bila kuwanyanyasa kwa namna yoyote, kwa sababu Mungu anaangalia pia mateso anayopitia. Ni wewe unaandaliwa sasa kuweka mfumo wa amani na kuondoa machungu walionayo. Bwana aliyetukusanya hapa atuweke pamoja, tujifunze na kupokea kutoka kwa wataalamu wetu na kisha tuzae matunda yaliyo mema. Amen.